Mfano, mimi ni fulani ambaye leo niko hapa, lakini inatengenezewa kiumbe kinachofanana na mimi, lakini sio mimi. Kwa hiyo kinachofanyika kwa hao wataalamu wanaojua kutumia hao viumbe, wanatengeneza kiumbe, labda wanatumia jini fulani, wanatumia nguvu yake ama upepo wake kutengeneza kiumbe kiende kikamzuru mtu fulani. Kwa hiyo unakuta wewe umekumbwa na pepo, hujakumbwa na jini. Kwa ipo siku nitakuja kuelezea pepo linatengenezwaje na jini ni kitu gani, na wanawezaje kuchukua upepo wa jini kwenda kutengeneza hicho kiumbe. Kwa haya yote ambayo nimeeleza hapa ni miongoni mwa sababu za msingi za watu kupata upepo mbaya au kupata hawa majini. Zipo sababu nyingi nimesema, ikiwemo na uchafu. Wewe mwenyewe huogi, siku, wiki, mwezi huogi, viumbe hao watakuwa rafiki zako tu, yaani automatically watakuwa rafiki zako tu na wataishi na wewe vizuri sana. Kwa hiyo watu wengi wanaishi katika maisha ya kuto kuwaona hao viumbe, lakini pia wanaishi katika maisha ya kudhurika, kupata matatizo na hao viumbe pasipo kujua. Lakini wapo viumbe ambao wanatokana na kwenu ama asili yenu, wanatokana na ukoo wenu. Kama ukoo wenu ulikuwa ni una tabia ya kuishi na viumbe, kuishi na majini, pengine walikuwa wanayafuga, kwa lugha nyingine pengine walikuwa wanayatumia, kwa sababu kuna watu wanavitumia hivyo viumbe kuweza kupata vitu fulani, pengine mali, kupata vitu fulani. Kwa hiyo kama walikuwa na tabia na silka ya kutumia hao viumbe, aidha kwa siri, watu hawajui, kwenye ukoo wenu tu, aidha mjomba, shangazi, nani, walikuwa na tabia hizo, kuna uwezekano mkubwa sana wale viumbe kufuata damu hiyo hiyo, aidha mtoto wako, wewe mwenyewe, nani, inawezekana alikuwa babako, hujui. Kwa hiyo kama walikuwa na tabia ya kutumia hao viumbe, kama walikuwa na hizo tabia, kuna uwezekano mkubwa sana wale viumbe kufuata hiyo damu. Jambo jingine ambalo ni muhimu sana kuelewa, uliwahi kuambiwa na wazee, pengine uliwahi kuonywa, ukiwa unatembea barabarani usipende kupiga mamiluzi ovyo, usipendelee kukuta kitu barabarani ukaokota, usipige teke vitu fulani unakuta barabarani, kitu kielewe unapiga tu mateke. Wazee waliwahi kuzungumza vitu kama hivyo. Ni muhimu sana usifanye hivyo, kwa sababu ni njia mojawapo ya hawa viumbe kukutana nao. Unaweza kukuta kimeogelea mtego hapo, unakipiga teke au unakiokota, umeishi nacho hicho. Kwa hiyo ni muhimu sana kukuta tu kitu barabarani, ukuta maji unakanyaga ovyo, unaweza ukavikanyaga vikakuvaa. Kama una ulinzi, una protection, basi unaishi navyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuviangalia hivi, kwa sababu vina madhara. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu sana ndugu zangu, na niwakumbushe hili, wale ambao mnapenda kununua mapicha mnaweka ndani, picha limchoro tu unaliweka ndani, mchoro tu uelewi, unachukua unaweka ndani. Lakini pia unaokota tu mapicha yameandikwa, unachora tu vitu. Ngoja niwaambie kitu kimoja, huu ulimwengu unaishi kwa ishara na mafumbo na alama. Alama yoyote ambayo unaiweka ndani mwako, alama yoyote ambayo unaishi nayo, umechora sehemu, umefanya hivi na hivi, hiyo pia ni poto, ni mlango. Narudia tena, hiyo ni poto, ni mlango ambao huyu kiumbe anaweza kuflow kupitia pale. Kwa inabeba energy fulani. Kwa alama na ishara ambazo tunaziweka kwenye nyumba zetu ni muhimu sana kuziangalia, au maeneo tunaotembelea, kwa sababu alama nyingine unazokuta pale kumbe ni mchoro wa jini, au alama unayokuta pale ni upepo wa jini au ni upepo wa kiumbe. Kwa hiyo unajikuta kwamba yeye anaishi kama mazingira yale, akiamini kwamba ile ni eneo lake au kile kitu ni kinaendana na yeye. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia aina ya michoro, aina ya vitu ambavyo tunaviweka, tunaishi navyo, ili visiweze kusababishia matatizo, vikawa sababu ya kuvutia hao viumbe. Sababu nyingine ni watu kupendelea sana kwenda kwa waganga. Yaani wewe ukiwa ni mtu ambao unapendelea sana kwenda kwa waganga witchcraft, waganga wachawi, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuflow na hawa viumbe, kwa sababu kuna aina ya waganga au wachawi wanaotumia hawa viumbe katika mambo yao. Kwa hiyo inawezekana umeenda kwa nia nzuri tu kutibiwa na nini, lakini ukashangaa ukawa miongoni mwa watu ambao unatumika vibaya na hao viumbe. Sio waganga tu, hata mashehe, manabii. Wapo mashehe, wapo manabii ambao wanaishi na hao viumbe, wanawatumia katika namna tofauti. Aidha anaweza kautumia kwa ubaya au akautumia kwa wema. Kwa hiyo tabia yako uliojijengea mwenyewe ya kuflow kwenye maeneo hayo, kutembea kwenye maeneo hayo, inaweza kikao kichocheo kikubwa cha wewe pia kukumbana na hawa viumbe. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiepusha na
flow sana, kwenda huku mara huku, kuhangaika ovyo kwenye maeneo kama haya. Ni muhimu sana kuzingatia hilo. Yapo maduka makubwa, vipo biashara kubwa, zipo shughuli kubwa ambazo watu wanatumia hawa viumbe kuweza kuhakikisha kwamba wanafanikisha mambo yao. Kama ukienda pale ukawa ni mvurugaji, ukawa ni mtu ambaye kikwazo, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuzoa vitu ambavyo umevikuta pale. Aidha unaviona au vione, lakini unaweza ukakumbana navyo. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo nyingine ambayo ni muhimu sana kuijua ni kile kitendo cha watu wengi kutumia perfume pasipokuwa na maelekezo maalum ya kiroho. Watu wengi tunatumia perfume, tunajipuliza. Unaenda dukani tu unanunua, umependa tu perfume pasipo kujua perfume ni kichocheo kikubwa sana cha hawa viumbe kuweza kusogea karibu yako au kuishi na wewe. Perfume kali, unatumia maperfume yale, hauna maelekezo maalum ya kiroho, hilo ni tatizo. Kwa hiyo ni vyema kupata maelekezo ya kiroho, aina gani ya perfume ambazo hazitopelekea viumbe kukaa karibu na wewe. Viumbe hao wanapenda sana marashi, perfume hizi marashi makali. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua aina gani ya perfume au marashi. Na napozungumzia perfume au marashi, nazungumzia hata udi hizi ambazo mnanunua dukani, mnachoma ndani, unachoma kwenye biashara, unanunua ubani, unachoma. Vipo vitu vingi sana ambavyo vinachangia marashi. Kuna miti fulani unachoma, inatoa harufu kali. Lakini jambo lingine na sababu nyingine ya wewe kuvaa upepo wa majini au kukaa na majini ni kile kitendo cha wewe kukaa au kutembelea sehemu za makaburi bila maelekezo, bila kuwa na utaratibu maalum. Kutembelea ama kwenda sehemu za makaburi sio tatizo, lakini tatizo inaanza pale ambapo unatembelea kwenye mida gani au wakati gani, kwa sababu kuna wakati hao viumbe wanakuwa kwenye hayo maeneo ya makaburi. Kwa hiyo sio vizuri sana kutembelea kwenye hayo maeneo au kupita kwenye maeneo hayo kwenye mida fulani ambayo au siku fulani, kwa sababu kuna siku na muda gani, siku gani ni muhimu sana kuelewa, na ili usiweze kukumbana na hiyo changamoto au hiyo kadhia. Na pengine ni maeneo ya kawaida kama vile hospitali, kuna mochwari, maeneo kama hayo ambayo yana dalili fulani za kukutanisha watu, basi ni maeneo ambayo unatakiwa kujua namna ya kuyaendea, muda gani, wakati gani, huo umevaa nini. Ni muhimu sana. Na unapokwenda kwenye sehemu kama hizo, kwa mfano hospitali au mochwari, ni muhimu sana kuweza kujua kanuni za kuingia maeneo hayo, na hasa kwa wanawake. Naomba mnisikilize kwa makini sana. Ni muhimu mnapokwenda kwenye maeneo hospitali au mochwari au maeneo yanayofanana kama hayo, ni muhimu muwe mnafunika nywele zenu, funikeni. Chukua hata kitambaa cha kawaida, jifunike au funga kichwa chako. Kitakusaidia sana, kwa sababu zipo nyingi. Nitakuja kuelezea baadaye kwa nini wanawake wengi wanakumbwa sana na matatizo haya ya majini au mashetani au pepo mbaya, kwa sababu ya kutokuzingatia vitu fulani, hasa unapokuwa kwenye wakati wako wa hedhi au unapokuwa kwenye mazingira fulani. Ni muhimu sana kwa wanawake muweze kujifunza sana kuhusiana na protection ama ulinzi, kwa sababu nyinyi ni watu wa kwanza kabisa kupata madhara. Lakini sababu nyingine ni wale watu ambao mnapenda kuvaa nguo za kung'aa. Yaani kuna nguo fulani zinang'aa sana. Unatembea barabarani, unatembea maeneo fulani, zile zinawavutia. Kuna aina ya viumbe wanapenda sana ile hali. Kwa hiyo inaweza ikawa kichocheo, kama una protection pia vile inaweza ikawa kichocheo cha wale viumbe kukuvaa au kuwa na wewe. Wanapenda sana kukaa au kuishi na watu ambao wanatumia rangi zao. Kuna viumbe wanapenda rangi fulani, yani wanapenda sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kulielewa hilo, na itakusaidia sana.